Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Ninaomba msamaha kwa sababu nimeleta uchanganuzi huu kwa njia ya audio kwa sababu sijafika kwa studio, lakini nikifika kwa studio nitakuwa naonekana kwa picha. Naomba msamaha kwa hilo, lakini karibu ili niweze kuwafahamisha vile mambo yalivyo kisiasa, kisha baadaye tutakuwa tunaangalia na kutazama kwa undani. Sasa magavana kote nchini wameamua kumvamia na kumshambulia waziri wa Rais William Ruto. Na katika kanda hii tutakuwa tunaangazia ni waziri yupi na ni kwa nini haya yote yanaendelea kutendeka. Naomba unapoendelea kutazama hii kanda, naomba kwa unyenyekevu na heshima kubwa ukaweze kutupea a like, ukipenda a thumbs up. Na ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mwakenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe. Na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mwakenya TV, maana utakuwa unapokea notification ya kufahamisha kwa Mwakenya TV amekuweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Asante sana na karibu tusonge mbele pamoja. Sasa waziri wa Rais William Ruto katika wizara ya fedha ambaye ni mwandani wa Raila Odinga ambaye ni John Mbadi ameweza kushambuliwa vikali na magavana humu nchini kwa kile ambacho wanasema ya kwamba ni kuondoa hela kutoka zile ambazo zimetengwa kwa masuala ya devolution, ukipenda kushughulikia masuala mbalimbali katika counties humu nchini. Wanasema ama wanadai kwamba wizara ya fedha imeondoa bilioni 38.4 kutoka devolution, jambo ambalo wamesema kuanzia sasa, kuanzia siku ya leo Ijumaa, kwa siku 14 zijazo wametoa makataa kusimamisha na kufunga shughuli zote katika makaunti humu nchini. Kabla niendelee, naomba kuweka hii kanda tusikize gavana Anne Waiguru ambaye alikuwa mwenyekiti wa COG, ukipenda Council of Governors, George Natembeya gavana wa kaunti ya Trans Nzoia na gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga. Tusikize vile wametoa makataa ya siku 14 kufunga kaunti zote humu nchini, ikiwa John Mbadi hataenda kueleza kwa nini wanakata na kuondoa hela bilioni 38.4 ambazo ziliweza kutengwa kwa devolution. Tusikize vile wanazungumza. We're therefore very baffled that every year we have to come and seem like we're fighting, swimming against the tide to get devolution supported by the national government. We are very concerned at this continuous clawing back of not just the devolved functions, but now even going further to resources that have been in the plan and have been developed over years. Because development partners, before they decide to fund a project, it takes about 3 years. So jambo ambalo limeudhi magavana ni kwamba kuna fedha ambazo zimeondolewa kwenye bajeti. Tayari kuna wanakandarasi ambao wamepewa hizi kazi, wanaendelea kufanya kazi, wanatarajiwa kulipwa, na hizi fedha zimeondolewa kwenye bajeti. Sisi tunahisi kwamba kuna deliberate effort kuhakikisha kwamba akaunti zinafilisika, zinakufa, kwa kuondoa ile heshima, ile credibility katika counties. We wish to applaud and appreciate the Senate for continuously defending devolution as provided in the Constitution. We implore the Senate to stand firm with the people of Kenya and the Council of Governors in resisting these unconstitutional budgetary reductions and safeguarding the gains of devolution. In this regard, the Council of Governors demands the immediate restoration of all the diverted funds to county governments to ensure uninterrupted service delivery.
failure to which county governments will shut down its services in the next 14 days. Now, I want to put this into perspective so that we can understand why governors have decided to shut down their counties within or after 14 days. Kwa nini magavana wameamua kufunga shughuli zote na kusimamisha kaunti kuendelea baada ya siku 14, kumaanisha ni majuma mawili? Point number 1. Magavana wametishia kufunga kwa sababu kuna miradi ya maendeleo ilikuwa imeanzishwa na imetengewa hela, lakini sasa hivi hakuna hela. Wanadai kwamba kuna sabotage ambayo imeweza kushuhudiwa kutoka serikali ya kitaifa, kwa sababu mgao ule ambao umetengewa ugatuzi humu nchini unaendelea kuandamwa na kuondoa hela kutoka ugatuzi, jambo ambalo wanasema ya kwamba ni kusimamisha shughuli za kaunti kuendelea humu nchini. Lakini kuna swali ambalo najiuliza na shangaa, ni kwa nini wakati Raila Odinga alikuwa anajiunga na Rais William Ruto, niliona wakisema ya kwamba wanataka kuhakikisha ya kwamba swala la ugatuzi limeweza kukabidhiwa kipaumbele ili kuhakikisha maendeleo yamefanywa katika sehemu mbalimbali mashinani kupitia makaunti. Sasa kwa nini baada ya Raila Odinga kusema hayo na kushirikiana na Rais William Ruto sasa hamna fedha? Niliona mwanasiasa mwingine akidai kwamba kuungana kwa Rais William Ruto na Raila Odinga ni kuleta umoja wa kuhakikisha hakuna hela, lakini hayo ni madai. Magavana sasa hivi wametishia kufunga shughuli zote kuendelea katika makaunti, na huenda sasa wafanyikazi katika makaunti, miradi ya maendeleo haswa ukarabati wa barabara mashinani, kushughulikia masuala ya maji, na kuna sensitive ministry ya health, afya, kufungwa, na wagonjwa wako katika mahospitali mbalimbali. Shughuli hizi zikifungwa, nani anastahili sasa kuanza kulaumiwa? Kwa sababu tunatarajia huenda watu wakufe katika mahospitali kwa kile ambacho magavana wanasema hakuna hela za kutosha za kununua madawa, kumaanisha wagonjwa wale ambao wako katika mahospitali ya serikali wanaenda kuondolewa na wengine kuaga dunia kwa sababu ya ukosefu wa shughuli za kaunti, kwa sababu kaunti wametishia kufunga kwa sababu ya ukosefu wa hela. Serikali sasa hivi inastahili kuangalia swala hili na kulishughulikia vilivyo na kutuma hela mara moja kuelekea counties humu nchini kuhakikisha wamepiga jeki shughuli za ugatuzi humu nchini. Na wafanyikazi, kuna wale ambao wanafanya kazi katika county, wanategemea mishahara kulisha familia zao. Sasa makaunti yakifungwa, nani atalaumiwa? Penye imefika sasa hivi, serikali inastahili kuhakikisha kwamba zile wizara walisema ya kwamba ziwe chini ya ugatuzi zimeshughulikiwa vilivyo. Badala ya kuondoa mgao wa ugatuzi, waongeze hela. Hata Raila Odinga alikuwa anatoa ahadi kwamba mgao wa fedha utatolewa 15% na kuongezwa hata zaidi ili kufanikisha maendeleo na shughuli kufanyika katika makaunti mbalimbali humu nchini kama njia moja ya kupiga jeki ugatuzi. Najua sasa wakati tuko na broad-based government, masuala haya yanastahili kushughulikiwa vilivyo. Naomba kuuliza swali kabla nitabatishe hii kanda. Je, unaamini ushirikiano wa Raila Odinga na Rais William Ruto
ugatuzi unaenda kupiwa jeki ama unaenda kudidimia? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tukutamatisha uchanganuzi wa kushughulikia swala nzito ambalo magavana wametishia kufunga shughuli zote katika makaunti. Niandike ili tukaweze kupitia tuone ni kivipi tunaelewa masuala ya handshake ama broad based government ya Rais William Ruto na Raila Odinga. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Kenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kanda kwa moja ama mbili tatu katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi zaidi. Na usisahau kutupea a like, ladies and gentlemen, people, let's meet in the next video. See you, bye bye.